katika mji ule, mji mtakatifu, makaoni pa Mungu, kiti cha enzi aketie Baba Mungu. Tutakaribishwa pamoja na Mwokozi tutakapofika katika mji ule, mji mtakatifu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia mita na sauti ya anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti ya anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa, anasema yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa, anasema yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa, Say
alivyochukua. Ndipo hayo pepo atarejesha amani ya moyo. Nikurejeshe iliyotoweka, usitafute pengine, kwake Yesu furaha ya kweli iliyotoweka, usitafute pengine, kwake Yesu amani iliyotoweka. Kubwa tena jioni ya leo kuwa ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tunataka kukaribisha ambao wamefika, usikie kama utulie mahali ulipo, usikie kama Mungu iko pamoja na wewe jioni ya leo. Bwana asifiwe sana. Tunataka tu kusema karibu na asante kwa ujio wako. Maana ilikupendeza na Mungu amekupatia neema kufika kanisani ili upate baraka za Mungu jioni ya leo. Wamama mwe karibu na Mungu awabariki. Wababa mwe karibu na Mungu awabariki. Vijana wetu mwe karibu na Mungu awabariki. Kwaya zetu zote ambazo zinatoka kwa santre na za hapa, mwe karibu na Mungu awabariki. Labda kuna mgeni ambaye amefika leo, ni mara kwanza, jana hakufika, anaweza tia mkono juu tumuone. Wale ambao jana hawakufika, asante sana. Kweli jana mlipitwa, lakini leo pia nao utapata chakula ambako kinafaa kwa ajili ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea kushukuru Mungu sana kwa neema yake kumleta dada yetu Nisak. Anaweza kusimama pamoja na ekipe yote ambayo amefika nayo, wanaweza pia kusimama. Tuwakaribishe 1 2 3. Karibu wa ndugu, na Mungu awabariki pamoja nasi. Asante sana. Asante kwa huduma na kwa yote. Tunaona wapasteri kutoka Panzi, wapasteri kutoka Labote, wapasteri wa hapa. Sisi sote ni kanisa moja la Sayuni. Nasema Mungu atubariki sisi sote jioni ya leo. Amen. Asante. Tukuza tena kwa siku njema zaidi iliyopata kibali kwako. Asante Roho Mtakatifu ya kwamba uko pamoja nasi. Asante Mungu wetu ya kwamba uko pamoja nasi. Maana ni ahadi yako kwamba wawilipo wawili watatu kwa ajili yangu nipo katikati yao. Tunaamini upo katikati yetu Bwana. Hivyo hatutatoka kama tulivyoingia. Hatutatoka na hali za kawaida tena. Kwa maana ulipo wewe Bwana mabaya yanaondoka. Kwa maana ulipo wewe Bwana magonjwa yanasalenda. Kwa maana ulipo wewe Bwana machozi yanafutwa. Katika jina la Yesu, Bwana tazama watu wako hawa. Ulipo wewe Bwana hakuna uharibifu, na simama kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, damu isiyokuwa na mawaa, katika jina la Yesu. Tuko hapa Bwana, tuhudumie katika jina la Yesu. Kutano mzima Bwana tunauweka mikononi mwako. Neema yako Bwana, hata wanaofuata kwenye vyombo, neema yako ipenye kwa kila moja katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa mnaitimiza ahadi yako Mungu wetu. Amen, amen. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Amen. Nimshukuru Mungu tena kwa siku hii ya leo kwamba ametupatia nafasi. Tarajia kupata kitu kwa Bwana. Tegemea kupata kitu kwa Bwana. Tegemea kupata kitu kwa Bwana. Unaposema amen, maana yake na iwe hivyo. Amen, amen. Kabla hatujaingia kwenye neno, nataka tufanye kitu hiki. Unajua ulimwengu wa roho ni kitu kikubwa sana. Usipoujua ulimwengu wa roho utaishi kwa kuteseka.
Lakini ukiujua ulimwengu wa roho, maisha yako yatakuwa sawa. Kuna ulimwengu wa roho wa aina mbili. Ulimwengu wa roho upande wa Mungu wetu na ulimwengu wa roho upande wa adui. Vyote hivi vinafanya kazi kupitia wanadamu sisi. Upande wa ulimwengu wa roho wa Mungu unakuhitaji wewe ili ujifunue. Na upande wa ulimwengu wa adui unamhitaji mtu ili ujifunue. Sasa tunapokuwepo duniani, kuna vitu tunamuwakilisha Mungu kama maambasada, mabalozi wa ufalme wa Mungu aliye hai. Ili Mungu atende, anakuhitaji wewe. Ili shetani afanye, anamhitaji mtu. Najua wanaotumiwa na adui hapa hatuwataki na hawapo. Ila wanaotumiwa na Bwana tuko mahali hapa. Kuna vitu haviwezi kunyamaza tusivyoviambia nyamaza. Sijui kama unanielewa. Kuna vitu haviwezi nyamaza tusivyoviambia nyamaza. Na Biblia inasema Bwana analiangalia neno lake lililoko ndani ya mtumishi wake ili alitimize. Kwa hiyo tumepita hapo, tunapotoka nyumbani mkuta moshi mkubwa sana. Sasa hii hali ya kuchoma manyumba hii si mpango wa Mungu. Nasema si mpango wa Mungu. Nyumba zinapochomwa, iwe leo au nyuma, zinamuingiza mtu kwenye majuto, zinamuingiza mtu kwenye umaskini, zinamuingiza mtu kuanza chini tena alipokuwa. Wakati mpango wa Mungu ni kukufanya uendelee mbele, lakini hizi roho zinarudisha nyuma. Sasa nataka usimame tuziambie stop. Haleluya. Hii Bukavu kwa macho ya nyama inaonekana ni kubwa sana, lakini kwa macho ya roho ni ndogo sana. Ni ndogo mno. Kama mataifa yako kwenye kiganja cha Mungu, Bukavu je? Ni eneo dogo sana. Tunalizunguka ili eneo, tunamwaga damu ya Yesu ya ukombozi. Kila roho za kuchoma manyumba zinyamaze kimya. Haleluya. Haleluya. Ulipo wewe ni mwana wa Mungu. Ulipo wewe utakachotamka ndicho kitakacho kuwa. Tumepewa mamlaka. Mamlaka yetu tuliyopewa ni ya upana mkubwa sana. Wala sio tu katika ulimwengu wa kuikemea dhambi. No. Kuna vitu ambavyo tulipo sisi hata mataifa wafurahia uwepo wetu. Lilipo kanisa hata wasiokoka wafurahia uwepo waliokoka. Kwamba bila waliokoka wao hawawezi kuwa salama. Usalama wa mataifa uko mikononi mwa waliokoka. Tunapopambana vita, hatupambani vya kwetu peke yetu. Hata wao tunawapambania ili wafike viwango wamjue Mungu aliye hai. Nyosha mikono yako. Hili ni tendo la imani. Ni tendo la imani. Kwa imani mtaiambia milima ng'oka na itang'oka. Huu mlima wa kuchoma nyumba lazima ung'oke. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Mungu naye tusikia siku zote. Umetuweka katika nchi nzuri ya Kongo, katika mji mzuri wa Bukavu. Sisi ni watumishi wako Bwana. Sisi ni mabalozi wako Bwana. Katika jina la Yesu tunaleta agenda kwamba hii hali imezidi. Hali ya kuchoma manyumba imezidi. Tunaleta agenda mbinguni. Tuma malaika washughulikie kila roho ya kuchoma manyumba. Tunaikataa katika mji wa Bukavu. Tunaikataa katika mji wa Bukavu. Katika jina la Yesu. Zunguka vijiji vyote kwa majina yake kama unavijua. Vitaje, vitaje, vitaje. Vitaje, vitaje, vitaje. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo.
Roho Mtakatifu, tunauzunguka mji wa Bukavu, tunauzunguka mji wa Bukavu, tunazunguka vitongoji vyake kwa majina yake, kwa jina la Yesu. Tunasafisha mji, tunasafisha mji. Roho za kuchoma manyumba, roho za kuchoma manyumba tunazikataa. Ewe pepo unayechoma manyumba katika anga la Bukavu, anga la Bukavu, tunakukataa, tunakukataa, tunakukataa kwa damu ya mwana kondoo. Tunaagiza malaika, malaika wa zamu, malaika wa zamu, malaika wa zamu wakaondoe kila takataka kwenye kuchoma manyumba kwa jina la Yesu. Tunapinga roho ya umaskini wa kuchoma manyumba, tunaikataa koribakaya kwa damu ya Yesu. Kwa waliookoka na wasiookoka, ewe pepo toka, toka pepo katika anga la Bukavu kwa jina la Yesu. Roho ya kuchoma manyumba, ondoka, ondoka kwa moto wa Bwana. Tunalo neno juu ya anga hili, juu ya ardhi hii. Tunakataa roho ya kuchoma manyumba, mioto inayosimama, inayoibuka, hitilafu za umeme, tunazikataa kwa damu ya mwana kondoo. Bwana safisha, Bwana safisha, Bwana safisha, Bwana safisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunapindua mipango yao, agenda zao, mikakati yao, mbinu zao za kuchoma manyumba katika anga la Bukavu. Tunapeleka moto, tunapeleka moto wa Bwana ukalambe mioto yote kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Tunatangaza amani kwenye malango ya Bukavu, tunatangaza amani kwenye mji wa Bukavu na vitongoji vyake kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, damu ya ushindi, damu ya ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hallelujah. Daftari lako ambaye hukuwepo jana, ninazungumzia somo linalosema umuhimu wa kufua mavazi kwa damu ya mwana kondoo. Umuhimu wa kufua mavazi kwa damu ya mwana kondoo. Tulisimama na kitabu cha Ufunuo mlango 7 mstari wa 13 mpaka ule wa 15. Paul, mtumishi wa Mungu Yohana anasema, akaulizwa, hawa watu na wajua? Yohana akasema siwajui. Yule mtu mzee akamwambia, hawa ndio wanaotoka kwenye dhiki kubwa, nao wameyafua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa sababu wameyafua mavazi yao, wanastahili kusimama mbele za Mungu. Nilianza jana na ninaendelea leo kwamba ili ustahilishwe kusimama mbele ya hatima yako, kusimama mbele za Mungu wako, kusimama mbele ya kile unachokitarajia kinachotokana na Mungu, lazima ufue mavazi yako kwa damu ya mwana kondoo. Bila kuyafua mavazi yako katika ulimwengu wa roho, shetani ana kampeni mbaya ya kuchafua mavazi yako. Wewe utaona umevaa mavazi, kumbe wengine wanakuona ni mchafu kabisa, hufai hata kusogea hiyo sehemu. Kwa hiyo Biblia inasema wameyafua mavazi yao kupitia damu ya mwana kondoo. Umuhimu wa kuyafua mavazi kupitia damu ya mwana kondoo ni kutokana na utendaji wa shetani kuwa mkubwa zaidi. Utendaji wa adui nyakati zetu za mwisho unapanda sana viwango, ambavyo lazima tutengeneze bidii na jitihada ya kuyafua mavazi kwa damu ya mwana kondoo. Nimesema mavazi ni wokovu wako, mavazi ni kile ambacho kinakusitiri, mavazi ni kile ambacho kinakuwekea heshima. Fua mavazi yako ili adui asiyachafue, kwa sababu akiyachafua anakuondolea ustahili, anakuondolea kustahili. Ulistahili kupata hiyo kazi, lakini mavazi yamechafuliwa, wanaona haufai. Unanisikia mtu wa Mungu? Ulistahili kupata hicho cheo, lakini yakichafuliwa wanaona hustahili. Wewe kwa nje utajiona uko sawa, lakini ulimwengu wa roho umechafuka. Kwa hiyo ni muhimu kufua mavazi kwa damu ya mwana kondoo kila unapoamka asubuhi. Kabla hujaenda kazini, mwambie Bwana Yesu, ile damu yako ninajifua kwa damu ya Yesu. Hujaenda kwenye sikiza nikwambie watu wa Mungu, sijajua hii imani kama imekuja sana kwenu, na hata kama hapa ipo mnisamee. Imani ya kutumia maji, sijajua kama iko huku pastor.
Imani, hawa watu ni waaminifu sana kwenye kutumia imani kutokana na mafundisho waliopewa. Kila anapoingia ofisini lazima amwage maji. Kila anapokalia kiti anamwaga maji. Kila anapoenda kufanya kitu anamwaga maji kutokana na maelekezo aliyopewa. Sasa ninakufundisha kutumia damu ya Yesu. Ninakufundisha kutumia damu ya Yesu. Kabla hujavaa mavazi unayovaa, yafue kwa damu ya Yesu. Hayo mavazi yako ulionayo yaoshe kwa damu ya Yesu. Kabla hujaingia kwenye gari, osha kwa damu ya Yesu. Kabla hujafungua mlango wa ofisi yako, osha huo mlango kwa damu ya Yesu. Wakati wewe umelala ulijua nini kimetendeka kwenye huo mlango? Wakati wewe uko nyumbani ulijua kwamba kuna watu wanaoga kwenye mlango wako? Wakati wewe uko nyumbani kwako ulijua kwamba kuna watu wameliharibu hilo gari lako lisifanikiwe? Kwa hiyo na wewe, kwa sababu unakuwa hujui kinachoendelea pale, kabla ya kuingia kwenye hiyo ofisi, mwambie Bwana Yesu, naosha ofisi hii kwa damu ya Yesu Kristo. Kila maneno yaliyotamkwa kwenye hii ofisi yaliyo mabaya yakaharibiwe kwa damu ya Yesu. Fua ofisi yako kwa damu ya Yesu. Fua bidhaa unayouza kwa damu ya mwana kondoo. Fua. Shida tuliokoka tunajifanya kwamba tunaona aibu. Eti watu wakiniona naombea. Una shida gani na Mungu wako? Mbona na wao wana miungu yao? Mbona na wao wana imani zao? Mimi wasionaje aibu kwa habari ya kitu ambacho kinanipa ulinzi mimi? Ninapoingia mahali, osha kwa damu ya mwana kondoo. Unapoosha kwa damu ya mwana kondoo, Mungu anatengua vilivyoharibiwa, vilivyoletwa usiku, anaharibu, halafu anakupa ustahili wa hicho ulicho nacho. Anakupa kustahili kwenye hiyo ofisi ulionayo. Anakupa kustahili kwenye hiyo shule ulionayo. Hujawahi ona mtu anachukiwa tu bila sababu ya msingi? Watu tu wanamkasirikia. Unajiuliza, nimekosa nini? Mimi jamani, unatafuta mashahidi 5 6. Sio kosa lao. Wakikutazama wanakuona wewe lo. Chanzo cha matatizo Kongo hii yako kwako. Kwa nini wakupende? Kwa nini wakupende? Fua mavazi kwa damu ya mwana kondoo. Jifue kwa damu ya mwana kondoo. Ujioshe kwa damu ya mwana kondoo. Wangapi wananielewa? Haleluya wana wa Mungu. Haleluya wana wa Mungu. Haleluya watoto wa Mungu. Fua mavazi yako. Hayo mavazi ndiyo yanayokuondolea aibu. Hayo mavazi ndiyo yanayokuondolea fedheha mbele ya watu. Yakichafuka hayo unapata aibu. Na Biblia imetukataza sisi wana wa Mungu kutembea katika aibu. Biblia imetukataza wana wa Mungu kutembea katika aibu. Kwa maana yuko yeye aliyebeba aibu kwa niaba yetu. Kama yeye alibeba aibu, basi hatuna sababu ya kubeba aibu. Bwana kutenge na kila aibu iliyoandaliwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Leo andika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa 5 mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ule wa 5 mstari wa 18. Naomba uwe makini sana ili tutakapoingia maombezi uwe unacho kitu kinachokusaidia. Naomba watumishi aliye na Biblia anisaidie kusoma waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ule wa 5 na mstari wa 18. Karibu. Mstari wa 18. Ya 18 mpaka 19. Twajua ya kuwa, tusome katika jina la Yesu. Amen. Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Ndio. Bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda. Yes. Wala yule mwovu hamgusi. Amen. 19. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Amen. 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 Asante mtumishi. Ila usikae mbali na Biblia yako tena. Utanifungulia Yohana wa kwanza, mlango wa 1 na mstari wa 7. Biblia inasema, twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Damu ya Yesu, ndakupa vipengele leo. Damu ya Yesu inakusaidia kujilinda na yule mwovu. Damu ya Yesu
inakusaidia kukulinda na yule mwovu. Inalinda wokovu wako. Nisikilize wewe ambaye kila ukienda na Mungu dakika 2 unajikuta umerudi tena nyuma. Unatamani tena kusimama na Mungu unajikuta umerudi nyuma. Maana yake wokovu wako hauna wigo. Wigo? No. Lupango. Si mnajua ile nyumba wanajenga alafu wanaweka lupango. Sasa unapoingia kwenye lupango lazima uwe na upige hodi wa kuruhusu kuingia. Tofauti na nyumba isiyo na nini? Na lupango. Yeyote anaweza anaingilia huku, mwingine anaingilia kule, mwingine anaingilia kule. Lakini wale wenye nyumba yenye lupango wana mlango mmoja wa kuingilia. Si ndio watu wa Mungu? Wana mlango mmoja wa kuingilia. Sasa wewe unapoona wokovu wako wa thamani uliopewa, kila wakati unaingiliwa. Leo umeingiliwa na uzinzi, kesho umeingiliwa na tamaa ya hela, kesho umeingiliwa na uongo. Manake wokovu wako hauna lupango. Na nielewa mtu wa Mungu? Wokovu wako hauna lupango. Sasa unapoitumia damu ya Yesu kila siku, inaweka lupango kwenye maisha yako. Kwa nini inaweka lupango? Kwa sababu sabuni iliyokuosha ukatoka uchafu ndiyo sabuni inayokulinda uwe safi. Sabuni iliyokuosha nguo yako ikafua ukawa safi, ile sabuni ndiyo inayokufanya wewe uendelee kuwa safi. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo damu ya Yesu kama ilikuosha dhambi mara ya kwanza, haitashindwa kukulinda na dhambi sikupate. Kama damu ya Yesu iliosha. Kuna muda mtu anasema niliokoka, nilikuwa vizuri, lakini dhambi kanivaa. Tumia damu ya Yesu kila unapoamka leo. Omba hivi, Bwana, nakupa mfano. Katika jina la Yesu, leo hii kumekucha, damu ya Yesu iliyonitoa kwenye matope inilinde na matope tena. Damu ya Yesu iliyonitoa kwenye uharibifu inilinde na uharibifu tena. Damu ya Yesu iliyonitoa kwenye dhambi inilinde na dhambi tena. Wangapi wao wanaombaga hivyo? Haleluya. Haleluya. Ndio maana ya mkutano. Mungu anatupa vitu vipya kila itwapo leo. Kuanzia kesho, kuanzia leo, anza kuzungushia lupango kwenye wokovu wako. Unapoamuka hujaenda msoko, weka damu ya Yesu ikuzingire. Kwa sababu kwenye masoko tunayouzisha na kwenye maduka tunakouzisha, tunakutana na watu wa aina mbalimbali walioapa kukudondosha kwenye wokovu wako. Sasa unapoweka lupango, hawakukaribii kwa sababu wanaiona damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho. Wakikuona wanaiona damu ya Yesu imekuzingira, hawana upenyo wa kusimama. Unapoita damu ya Yesu, inafunika akili yako, inafunika ufahamu wako. Hata wakiona wanawake ambao wametembea mapaja wazi huko, wewe mwanaume upati shida nini? Kwa sababu damu ya Yesu imefunika akili. Nisikilize wanaume mnaoona kila mwanamke akipita mnatamani kuwa naye, jifunike macho yako kwa damu ya Yesu. Ayubu anasema niliweka agano na macho yangu, nilipatana na macho yangu ya kwamba sitamwangalia mwanamke kwa njia ya uzinzi. Aliweka ulinzi. Jifunze kuweka ulinzi kabla hujanyanyuka nyumbani. Sasa hivi wanawake tumekuwa moto kasi, mwendo kasi. Kasi ya 4G au 5G. Ni hatari. Kila unachokitamani wewe utakikuta kiko kwenye maduka vinauzwa. Nini vimpate mwanaume mmoja ashindwe kulea watoto, aanze kuhangaika na ukahaba, ashindwe kuiona mbingu, ahangaike na ukahaba? Weka wigo kwa damu ya Yesu aliye hai. Kabla hujatoka kwa nyumba yako, mwambie Roho Mtakatifu, najifunika kwa damu ya Yesu. Akili yangu, mawazo yangu, nafunika kwa damu ya Yesu. Chochote nitakachoona kisiniondoe kwenye mkono wako, kisiniondoe kwenye mstari wako. Yeyote nitakayekutana naye asiwe uharibifu kwangu, akawe baraka kwangu. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Nisome ile Yohana mtumishi. Yohana wa kwanza sura yake ya kwanza na verse ya
7 Biblia inasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Amen. Amen. Bali tukienenda katika nuru. Anayesemwa hapa ni yule ambaye yuko kwenye nuru, anayenenda katika nuru. Anasema bali tukienenda katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya Yesu mwana wake yatusafisha. Kwa hiyo damu ya Yesu ni kifungo kizuri kinacholinda wokovu. Kila unapotembea yenyewe inatiririka, inasafisha. Amepita mwanamke umemwona kwa jicho baya, inasafisha. Unajikuta lile wazo limeingia, limetoka, limeenda, halikai tena kwa kichwa chako. Nini? Damu ya Yesu imesafisha. Ulizoea kusema uongo, unakuta uongo ukitaka kusema damu ya Yesu funga mdomo, unajikuta uwezi. Ulizoea kuwa mwongeaji. Sikiza niwaambie walokole tuliookoka tunaokwenda mbinguni, mtu aliyeokoka sio sifa kuongea. Kuna watu wanaongea wamepita, sio sifa. Ukijikuta una hali ya kuongea, yani kila kitu unatamani uongee wewe. Uongee. Sio asili ya wana wa Mungu. Wana wa Mungu tunayo madhabahu ya kuongelea. Wana wa Mungu tuna vyumba vya maombi vya kuongea na Mungu wetu. Wana wa Mungu tuna viasi vya kuongea kwenye vinywa vyetu. Ukijiona ni muongeaji sana, beba damu ya Yesu, weka mdomoni. Fumba damu ya Yesu. Kafanya hili zoezi na kwambia utamshangaa Mungu wako. Sema, Bwana, ile damu ya Yesu naiweka kwenye mdomo wangu. Sitaki kuongea. Mimi ni mwana wako. Ile kuongea unapunguza utukufu wa Mungu. Ile inaondoa utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu unalindwa. Utukufu wa Mungu unatunzwa. Utukufu wa Mungu unahifadhiwa. Unaongea habari za mpira, unaongea habari za mamisi, unaongea habari za siasa, habari za kanisa. Fumba mdomo. Kama huwezi kunywa damu ya Yesu, weka mdomoni hapa. Mwambie ile damu ya Yesu inilinde kuanzia leo, ili nisiwe mwongeaji. Napunguza utukufu. Kila siku kiingia kwenye maombi unajitakasa masaa 5. Kama unakumbuka yule nimesema naye uongo, yule nimeongeza habari, yule punguza. Weka damu ya Yesu ikulinde. Damu ya Yesu inasafisha kila uovu na dhambi ambazo zinaweza kutuzinga kwa upesi. Watu wakuu, nazungumza na watu wanaotegemea kuwa wakuu. Jifunze kutunza kinywa chako. Mtu mkuu anaonekana kwenye kinywa na mtu wa chini anaonekana kwenye kinywa. Dakika moja unaweza kumjua mawazo ya kwako, kila kitu. Kwamba huyu nayeongea naye ni nani. Umeshajua nyumbani kwake, umeshajua watoto wake, umeshajua chumba chake cha kulala, umeshajua mipango yake kutokana na neno moja tu analolitoa kinywani. Na mtu mwenye hekima na mtu mwenye maarifa na mtu mwenye uwezo unamjua kwa kinywa chake. Kwamba huyu mtu ana uwezo mkubwa kwenye maisha yake. Huyu ni mtu sio wa kawaida kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu kinywa kinakujulisha ulivyo. Kinakutambulisha ulivyo. Usiruhusu adui akujue kupitia kinywa chako. Sio kila hoja ya kuchangia. Sio kila neno lazima useme. Kunyamaza ni hekima kubwa. Usipoteze energy kwa vitu visivyokufaa. Usipoteze nguvu kwa vitu ambavyo havikufai. Kuongea unatumia nguvu ya nje na nguvu ya ndani. Usimuonyeshe adui kupitia kinywa chako. Hata kama uko kwenye maumivu, funga kinywa. Hata kama ndoa inakusumbua, funga kinywa. Hata kama watoto wanakusumbua, funga kinywa. Hata kama umeonewa, funga kinywa. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Nalipenda ni mwanamke mmoja alisimba jike kwenye Biblia. Naitwa mwanamke Mshunami. Huyu mwanamke Mshunami alilijua agano lake na Mungu. Alilijua agano lake na Mungu. Najua wanawake tutaonana siku ya 5. Haleluya.
Huyu mwanamke alijua agano lake na Mungu. Mtoto amekufa, yule aliye wa pekee, mtoto amekufa, lakini anakutana na Gehazi. Tena yule Gehazi sio mtu baki, ni mtu ambaye anamjua, anatembeaga na Elisha mpaka kwa mafuta. Anamuuliza, mtoto wako hajambo? Anasema hajambo. Ameacha maiti kule, sio ameacha hali mbaya, no, maiti. Na ni mtoto pekee. Alijua wapi pa kupeleka shida zake. Sio kila mtu unayemwambia shida zako anakutatulia, no. Wengine ukiwaambia shida zako ndio umeongeza wigo wa maadui, umeongeza wigo wa wanaokuwinda vibaya. Funga kinywa, ujue ni wapi unapopeleka shida za kinywa chako. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Wewe tu mtoto wako anavuta tu bangi, hii mtaa wote wanaelewa. Mtoto wako tu anakunywa pombe, mtaa wote wanaelewa. Mama yake amesema, anagombana na mtoto wake, anapigana na mtoto wake. Funga kinywa. Mwenzako aliacha maiti na akasema hajambo. Wewe umeacha anapumua, unapiga kelele. Funga kinywa. Hujui unayempigia kelele nani anayesikia. Watasikia ndege wengine, watapeleka taarifa mbaya huko. Funga kinywa, jua mahali pa kupeleka. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Damu ya Yesu inakulinda. Sema amen. Amen. Andika Petro wa kwanza, mstari ule wa kwanza. No. Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 18. Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 18. Naongea nguvu ya damu ya Yesu katika kulinda wokovu wako. Petro wa kwanza, mlango ule wa kwanza, mstari wa 10. Oh no. Nilinukuu vibaya. Naomba tuiache hiyo, nilinukuu vibaya. Hakuna 18. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika kitu cha pili. Damu ya Yesu ni damu ya kafara. Nikisema kafara naeleweka pastor? Kafara. Kafara ni nini? Yes. Haleluya. Damu ya Yesu ni damu ya kafara. Ni damu ya kafara. Kama ni damu ya kafara au ni damu ya sadaka, unatakiwa kuitumia vizuri katika mafanikio yako yote. Vyanzo vya mafanikio yako, tumia damu ya Yesu ili uweze kufanikiwa. Damu ya Yesu ni damu ya kafara, ni damu ya sadaka. Kama ulikuwa huitumii, anza kuitumia sasa. Kwenye kila chanzo cha mapato yako, kila chanzo, kila mstari unakopatia fedha yako, tumia damu ya kafara. Haleluya. 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 Sijajua huku Kongo, lakini kwetu kule watu wa mataifa wasiomjua Mungu, kabla hajafungua biashara anaenda kwa watu wa dunia, watu wafumu. Anaenda kuambiwa kalete kondoo, kalete ng'ombe, kalete mbuzi, kalete kuku, chochote atakachokuambia. Sijajua huku Kongo kama ipo hiyo. Wapo? Asante. Kwa hiyo ile inayotakiwa sio ile nyama. Haitakiwi nyama. Inayotakiwa ni damu. Ile damu ndio wanaoifanyia kazi. Wanachukua ile damu, wanaenda kuzindika mahali ambapo pana kazi ya yule mtu. Kama ni kwenye malango, kama ni kwenye kazi, kama ni kwenye mashamba, kama ni kwenye mifugo, anamimina ile damu. Sasa ile damu ya kuku au ya mbuzi ndiyo inayomuonyesha kwamba utafanikiwa. Kwa nini anamwaga damu? Anamwaga damu ili kama wabaya watakuja kuharibu kazi yake, wakute kuna zindiko la damu ambalo limeshamwagika pale. Likishamwagika pale zindiko la damu, na ndio maana kuna muda huwa linaenda halafu linachoka. Wanasema kalete tena damu. Kwa sababu likichoka halifanyi kazi vizuri. Lile agano likivunjika, likipungua nguvu, halifanyi tena kazi vizuri. Kwa hiyo anachinja tena. Kama alichinja mbuzi 2, anakuambia kalete ng'ombe. Maana yake ile level ya kwanza imeisha, ongeza level nyingine. Maana yake maadui wako wameongezeka, na mafanikio yako yanavyoongezeka ndivyo maadui wanavyoongezeka.
Kwa hiyo wanapomwaga damu, wanamwaga damu kwa ajili ya kupambana na wale maadui wanaokuja kupiga ile kazi. Tunaelewana? Tunaelewana? Sasa damu ya Yesu kwa sisi tuliookoka ni damu iliyo zaidi ya mbuzi na ng'ombe. Matajiri wa kwanza duniani tunatakiwa tuwe sisi. Kwa maana wao damu zao zina expired. Wao damu yao ina mwisho. Lakini damu yetu ilivyomwagwa mara moja, haikumwagwa tena na haitomwagwa tena. Ni damu ya milele na milele. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Baada ya somo hili nategemea kuona biashara yako ikichipua namna hii, ikichangamuka namna hii, ikileta wateja namna hii. Kama damu za mbuzi zinaleta wateja, sembuse damu ya Mungu mwenyewe. Damu ya Mungu mwenyewe. Bwana akuonekanie. Lishike hili neno, kalitumie kwenye vyanzo vya biashara zako. Tuone ukifanikiwa, tuone kazi zako zikichangamuka namna hii. Wateja watoke fasi nyingine wakutafute wewe, waluke milango mingine wakufuate wewe, kwa maana ile ni damu ya kafara. Damu ya kafara. Haleluya watu wa Mungu. Nisomee Waebrania mlango wa 9 mstari wa 28. Waebrania mlango wa 9 mstari wake wa 28. Karibu mtumishi, nisomee hapo. Sura 9 na mstari wa 28. Wa 8 ya 28. Biblia inasema hivi. Kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja, azichukue dhambi za watu wengi, ndio atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Amen. Amen. Kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka. Nataka kuliangalia hili neno. Alitolewa sadaka. Alitolewa kafara. Kwa ajili ya ile biashara ya mboga mboga unayouza, tumia damu ya Yesu iliyotolewa kafara. Kwenye kazi ya vikwembe unayouza, tumia damu ya Yesu kama kafara. Unapojenga nyumba, weka damu ya Yesu kama kafara. Unapolima shamba, weka damu ya Yesu kama kafara. Ilitolewa kwa ajili yako. Wachawi wanapokuja kuharibu kazi yako wanaona nini? Haleluya mtu wa Mungu. Waione damu ya Yesu. Kama ulianza kufanya biashara bila kumwaga damu ya Yesu, mwaga damu ya Yesu pande zote. Mwaga pale, mwaga pale, mwaga pale, mwaga pale, mwaga hapa. Na ukisha mwaga, simamisha sadaka kwenye madhabahu yako. Uone kama watagusa kwenye kazi yako. Uone kama wataingia kwenye kazi yako. Hawatagusa kwa sababu unayo damu ya kafara. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Wanapokuja kufanya uharibifu ili wateja wasiingie kwako, wanakuta tayari umezindikwa, umezingirwa, wewe sio wa kawaida. Ndipo unakutana na wengine wanasema anajiita mlokole huyo, muongo, mchawi mkubwa huyo. Kwa nini? Kuna mahali waliingia wakagonga mwamba. Kuna mahali walipenya wakagonga mwamba. Bwana kusaidie wagonge mwamba kwenye kila eneo. Wanakopita wagonge mwamba. Kwenye kazi yako wagonge mwamba. Watakapokuja wasielewe ni nini unachotumia. Wakiangalia kwenye wafumu haupo, wakiangalia kwenye vingine haupo, waujiulize anatumia dawa gani. Kumbe watakapokuja kujua ni damu ya kafara. Sikiliza nijuzi kati hapa. Nina mtoto wangu wa kiroho. Huyu mtoto wangu anampenda sana Mungu. Akawa amefungua kituo cha mafuta. Kituo cha kuuzisha haya mafuta ya magari. Mafuta ya magari. Sasa mbele yake kidogo, pembeni kidogo, kulikuwa na mtu mwingine anauzisha na yeye mafuta. Na yule ndiye aliyetangulia kujenga kituo. Wakati huyu anajenga, yule akakimbiza haraka akajenga kituo. Alipojenga kituo, Mungu akawa anatuambia vitu anavyovifanya yule mtu.
anavyofanya kuharibu hiki kituo ili kisiuzishe mafuta, ili wanapokuja watu kiwe ni kituo lakini ambacho gari linaingia mara moja kwa wiki moja, gari moja linaingia. Tukiwa nyumbani kwetu tunaomba, Mungu anatuambia wamepanga mpango huu, nenda mkavunje. Tunaenda tunavunja. Siku ambapo kituo kimeisha, sasa kimekamilika, ni mtu mkubwa kidogo kwenye uwezo wa kifedha, watu wakamwendea, wakamwambia, ni rafiki yake sana wa Tulia. Wakasema utaenda kumuita Tulia afungue. Akasema mtamuonaga hapa Tulia wangu atakaye kuja kufungua kituo cha mafuta. Watu hawakuwa na shaka, wakajua anakuja Tulia ambaye ni rafiki yake wa karibu. Ilipofika siku ya kufungua, kama tunafungua kesho, akatoa taarifa akasema, mtumishi, kesho ndo nafungua kituo. Naomba vijana na ninyi watumishi mje, halafu tuombe pamoja na wafanyakazi watakaofanya kwenye kile kituo. Tulipoenda nikasoma neno, tukaomba, tukamimina damu ya Yesu kwenye kila mashine zinazo supply mafuta. Tukamimina damu ya Yesu kwenye matanki ya mafuta. Tukamimina damu ya Yesu kwenye maingilio ya mlango. Tulipomimina damu ya Yesu, damu ya kafara, kesho kituo ikawa sherehe. Asubuhi yake watu wamekusanyika sasa, maana kwetu inakuwa sherehe kubwa. Watu wamekusanyika, wanaulizana, Tulia yuko wapi atakayefungua? Nadhani wengi mnamsikia Ackson Tulia. Tulia yuko wapi atakaye kuja kufungua? Maana ni kiongozi mkubwa kwetu Tanzania. Ndio kiongozi mkubwa ambaye ndio kiongozi wa bunge letu la Tanzania. Sasa yuko wapi atakaye kuja kufungua? Baadaye watu wakakuta, jamani, naomba tutulie, karibu mtumishi wa Mungu, napewa maiki. Nilipopewa maiki, watu wakaanza kushangaa atasema nini. Nilisoma neno moja ambalo linapatikana kwenye Mika 4:5 ya kwamba kila mataifa yatakwenda kwa miungu yao na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Baada ya kusoma lile andiko, tukaomba, tukazunguka, tukamwaga damu ya Yesu. Watu hawajazoea, wamezoea kuona vitu vikubwa kama vile wanakuja viongozi wa serikali, wanakuja viongozi wa wachawi ndio wanafanya yale mambo. Hawajazoeaga kuona mtumishi wa Mungu anafungua yale mambo. Kwa hiyo wakasema tuone kama hiki kituo kitauzisha mafuta. Tuone kama hiki kituo kitauzisha mafuta. Hatujawahi kuona watumishi wakishika kufungua na kuzindika hivi vitu. Kuna vitu watu hawajaviona kwa sababu sisi hatujaviamuru vionekane. Ukiviamuru vionekane, Mungu atavifanya vionekane kwenye maisha yako. Ukisimama kwenye zamu yako, Mungu atavifanya vionekane kwenye maisha yako. Usiende kama wengine, mbona hawakufanya vile? Hawakufanya wao. Wewe fanya katika jina la Yesu aliye hai. Wewe tenda katika jina la Yesu aliye hai. Usiende kwa kuiga wengine wamefanya nini. Fanya Roho Mtakatifu anapotaka ufanye kwenye maisha yako. Nakwambia hivi, mpaka leo kile kituo kinaisha, mafuta yameisha, magari yamekuja yanapanga hapo. Wanasema jamani, mafuta yameishiwa, gari ndio inakuja kutoka Dar es Salaam, kanunueni kule. Wanasema tumepaki hapa, tunangoja mafuta yako ya mwage. Mafuta akimwaga kwenye visima, anageuza tena kuchukua mengine. Wale waliochinja mbuzi hadharani, wale waliochinja kondoo hadharani, wanauza wakati huyu magari yameenda zaidi ya mara 6 mara 7, yeye ndipo gari linakwenda mara moja. Nasema mtu wa Bukavu, ni wakati wa kumdhihirisha Mungu wako kupitia damu ya kafara. Katika kila ulichokifanya, katika kila unachokitenda, katika kila unachokifanya, peleka damu ya kafara. Pungie mkono wako kama unanielewa. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Nisomee pale chini. Hiyo Ebrania 9:13 mpaka 14. Ebrania 9:13 mpaka 14. Pale tulisoma 20. Nisomee sasa 13 mpaka 14. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali ya majivu ya ndama ya ngombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumabudu Mungu aliye hai. Amen.
Ikiwa mbuzi zao wanazochinja zinawaletea faida, ikiwa ng'ombe zao wanazochinja zinafanya ibada zao ziwe sawa, je, si zaidi sana damu ya Yesu kwako mtu uliyeokoka? Si zaidi sana damu ya Yesu kwa wewe uliyeitwa kwa jina la Bwana? Si zaidi sana kwako wewe uliyekaa hapa unanisikiliza? Kaanze kutumia damu ya Yesu. Kaanze kutumia damu ya Yesu. Anasema damu ya Yesu itasafisha dhamiri zenu na matendo yaliyokufa. Kuna watu mko hapa biashara zenu zimekufa. Kamimine damu ya Yesu aliye hai. Na jioni ya leo tunamwaga damu ya Yesu aliye hai. Kwenye hizo biashara zilizokufa tunamwaga damu ya Yesu aliye hai. Kwenye hiyo mfumo ya fedha iliyokufa tunamwaga damu ya Yesu aliye hai. Kwenye mfumo wa ndoa yako iliyokufa tunamwaga damu ya Yesu iliyo hai, maana ndio inayonena mema. Chapia Bwana makofi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sikiliza nikwambie mtu wa Mungu. Nikupe mfano ulio hai. Pesa ulionayo hiyo, pesa unayofanyia biashara pale, inatoka kwenye mikono mbalimbali. Kuna mikono inatoka kwa wafumu, kuna mikono inatoka kwa Freemason, zinapitia kwenye mikono yako. Sasa zile pesa zinazopitia kwako, zile pesa zimetamkiwa maneno kwamba kila atakayezishika hizi pesa asifanikiwe, zirudi zilikotoka. Zirudi zilikotoka. Sasa usipotumia damu ya Yesu kila siku ya Mungu, utajikuta unasema nashika pesa, nauzisha, lakini sielewi. Sijui kama kuna mtu wa namna hii hapa. Nauzisha lakini sielewi. Zile pesa umepewa za mazingaombwe, zikifika mikono yako zinayeyuka, zinarudi kule kule zilikotoka. Zibuka masikio katika jina la Yesu aliye hai. Mimi siku moja, kuna jirani yangu alikuwa na duka nyuma ya nyumba yangu. Sasa watu wakawa wanalalamika kila siku, ukienda kwenye duka lile, yani pesa ukichange hazionekani, pesa zinapotea na kurudishia. Ndio unahesabu ni kweli amekurudishia, lakini hazifanyi kazi. Zikifika nyumbani zinapotea. Mimi nikasema, Mungu umeniweka kuwa balozi kwenye hili eneo, lazima Mungu ujulikane uliye hai. Nikizembea mbingu zinanijua mimi niliyeko hapa. Nasema na mabalozi uliyeko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikachukua ile pesa yangu mimi ilikuwa ni 10,000 ya Tanzania, nikabeba. Nilipochukua ile pesa nikaiombea, nikasema, Bwana Yesu, kama wao wana madhabahu zao zinazochukua pesa za watu, na mimi nina madhabahu yangu. Hii pesa na mwaga damu ya Yesu. Na mwaga damu ya Yesu. Kama kuna chochote amezoea kufanya kwenye pesa za wengine na kuchukua pesa za watu, na pesa zake leo zikachukuliwe kule. Si apandacho ndicho avunacho mtu. Pesa zake na yeye zipotee. Nikaomba, nikaenda dukani mwenyewe. Ndani nilikuwa na sukari nyingi, nikasema, halo mama fulani, akasema, karibu dada, naomba sukari kilo 1. Akaenda kanipa sukari kilo 1. Akarudisha na change. Aliporudisha change, nikafika nyumbani nikaiombea tena ile change. Nikapeleka moto wa damu ya Yesu kwenye ile change, kwamba na ijulikane Mungu aliye hai. Hawawezi watu wakawa wanaibiwa ovyo ovyo kwa ajili ya mjinga mmoja. Amekula hizo ya tosha. Watu wanashindwa kustawi kwa ajili yake. Kwa sababu gani? Nilipomaliza kuomba, nikaweka hiyo sukari, nikaweka change, nikakaa sebreni. Nyumba yangu ilikuwa ya kwanza, ilikuwa karibu na barabara kabisa. Nikasikia watu hey. Nikawa nasikia analia. Wanamwambia nyamaza usilie. Anasema sielewi mume wangu namwambia kitu gani. Nikasikiliza. Kwa hiyo wanamuuliza, kwa hiyo hela zote haziko hela zote. Hapo ndio nikatoka na mimi nikasogea. Nikamwambia, vipi dogo? Yaani dada, ulipokuja kununua wewe sukari, hakuna mtu mwingine aliyenunua. Nimeenda kuangalia kwenye draw, hakuna hata shilingi. Zote sizioni zilikoenda. Nikasema, kwa hiyo nilivyonunua mimi, hakuja aliyekuja mwingine kuuzisha sukari, akasema, hayupo, ni peke yako dada. Yaani hakuna kitu chochote. Nikamwambia, kaangalia vizuri, hazipo hata shilingi. Rohoni nikasema,
Sio kila siku napelekewa moto na wewe wapelekee moto. Sio kila siku napelekewa machozi na wenyewe wapelekee. Sio kila siku napelekewa huzuni, rudisha huzuni. Yote kamimaliza kauzisha na nyumba kaenda. Wasio kufaa acha waende. Amen. Wanaokutakia njaa acha waende. Wanaokutakia vilio acha waende. Haleluya. Amen. Wanaokutakia uaibike, aibu irudi kwao. Tuko ulimwengu wa vita. Usipopiga unapigwa. Usipopiga unapigwa. Jicho letu lazima lione kwanza kabla hawajatuona wao. Sio kila siku unafanya unauzisha vitu haviendi. Unauzisha vitu haviendi. Halafu wao wanajivuna. Unajua, sisi wewe si mlokole, wanakukejeli. Wanashusha moto kwenye kazi yako. Wanashusha moto kwenye kazi yako. Wakiingia kwa kazi yako waogope. Watetemeke. Haleluya. Kwani Biblia inasemaje? Watakujia kwa njia moja. Watatawanyika kwa njia. Haleluya. Amen. Watakujia maadui kwa nia moja. Wamepatana wakumalize kibiashara. Wamepatana uhangaike. Wamepatana ufanye shida. Watakujia kwa njia moja. Watatawanyika kwa njia saba. Haleluya. Amen. Yes, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nini kitakachowatawanya kwa njia saba? Yaani kipigo watakachopata hawatasubiri waambizane twende huku, kila mmoja atajiokoa mwenyewe. Kila mmoja atakimbia njia ajiokoe mwenyewe. Maana watapigwa kuliko kawaida yao. Watapigwa katika jina la Yesu. Wanawatawanya mbele yako. Wanawapiga mbele yako. Haleluya, haleluya. Umekaa kinyonge wewe uliyenunuliwa kwa damu ya Yesu. Damu ya thamani. Sio damu ya ng'ombe, umenunuliwa kwa damu ya Mungu mwenyewe Kalvari. Kwa nini wakuonee? Kwa nini upate mateso? Kwa nini unabaki ni mnyonge kila siku? Kwa sababu wao wanatumia damu za mbuzi. Hapana. Yatosha. Waingereza wanasema enough is enough. Yatosha. Mwambie Bwana yatosha. Geukia kwenye damu ya Yesu sasa. Mwambie Bwana, kama ulikufa kwa ajili yangu na ijulikane. Na ijulikane. Na ijulikane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani achie mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema na mtu uliyeko mkavu. Hayo mateso sio saizi yako. Hiyo hali sio saizi yako. Ngoja nikwambie, baba yangu nina hasira na shetani kwa maana baba yangu alifilisika kizembe. Nilikuwa na baba yangu aliye tajiri kweli. Alikuwa tajiri kweli. Lakini kwa kutojua damu ya Yesu alifilisiwa kizembe. Akawa hana hata pesa ya kulisha watoto. Siku moja dada yangu, baba yangu akiwa na pesa, Mungu alimuonyesha, lakini hakujua maana ya ile ndoto ni maana gani. Kama Mungu anaongea naye hakujua. Dada aliona maana yule jirani yetu ni nyumba hii na nyumba hii. Sisi kwetu ni hapa pana upenyo mdogo, kwake ni hapa huyo baba. Yeye ni mtu wa Mungu sana. Ni mtu wa uchawi sana huyo baba. Kila mwaka na katikati ya mwanzo wa mwaka na katikati ya mwaka anaweka kondoo, anaweka mbuzi, anapanikia watoto, anapeleka kijijini kwao kwenye matambiko. Sasa sisi tulikuwa na imani ndogo. Ni Wakristo lakini hatuna
pesa zinatoka kwetu. Anaonyesha ndoto hiyo usiku. Pesa zinatoka kwetu zinakwenda kama zinavutwa na mashine. Zinaingia kwenye nyumba yule baba. Akashtuka. Akasema mama, nimeota ndoto. Ina maana gani? Mama akasema sasa ina maana gani? Hatujui. Sijui. Akakaa tena baada ya miezi mitatu akaota tena ndoto ile ile. Anaota pesa zinatoka kwetu zinaingia kwake kama kuvutwa na mashine. Hasira na shetani, kwa maana baba yangu alifilisika kizembe. Nilikuwa na baba yangu aliye tajiri kweli. Alikuwa tajiri kweli. Lakini kwa kutokuijua damu ya Yesu alifilisiwa kizembe. Akawa hana hata pesa ya kulisha watoto. Siku moja dada yangu, baba yangu akiwa na pesa, Mungu alimuonyesha, lakini hakujua maana ya ile ndoto ni maana gani. Kama Mungu anaongea naye hakujua. Dada aliona, maana yule jirani yetu ni nyumba hii na nyumba hii. Sisi kwetu ni hapa pana upenyo mdogo, kwake ni hapa huyo baba. Yeye ni mtu wa miungu sana. Ni mtu wa uchawi sana huyo baba. Kila mwaka na katikati ya mwanzo wa mwaka na katikati ya mwaka anaweka kondoo, anaweka mbuzi, anapalikia watoto, anapeleka kijijini kwao kwenye matambiko. Sasa sisi tulikuwa na imani ndogo. Ni Wakristo lakini hatuna nguvu ya kufight. Ni Wakristo lakini hatuna uwezo wa kupigana. Ukristo jina, shetani hauogopi mpendwa. Shetani anaogopa Mkristo mwenye nguvu ya kupigana, lakini mwenye maarifa ya kupigana. Maana unaweza ukawa na nguvu usiwe na maarifa. Uwe na nguvu ya kupigana na maarifa ya kupigana. Na nitaomba Mungu akupe maarifa ya kupigana. Usipigane kama watu wasio na maarifa, pigana kimaarifa. Bwana Yesu asifiwe. Dada yangu akaona pesa zinatoka kwetu, anaonyesha ndoto hiyo usiku. Pesa zinatoka kwetu zinakwenda kama zinavutwa na mashine. Zinaingia kwenye nyumba yule baba. Akashituka. Akasema mama, nimeota ndoto. Ina maana gani? Mama akasema sasa ina maana gani? Hatujui. Sijui. Akakaa tena baada ya miezi mitatu akaota tena ndoto ile ile. Anaota pesa zinatoka kwetu zinaingia kwake kama kuvutwa na mashine. Ndani ya mwaka mmoja baba yetu akawa hana shilingi ya kuuzisha watoto sukari wanywe. Mtu aliyekuwa na pesa kupindukia. Nini kilichofanyika ni kwamba Mungu alionyesha ulimwengu wa roho kwamba kuna adui anatafuna vitu vyenu. Kuna yule alaye. Kwani Biblia imesema nini kwenye kitabu cha Malaki? Malaki 3, leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana, ili kiwemo chakula. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yule ala. Kumbe wako wanao kula. Yuko alaye. Leo ikisema tushindwe kufight, yuko anayekula. Huyo anayekula hakemewi kwa maarifa ya kibinadamu. Anakemewa kwa maarifa ya damu ya Yesu aliye hai. Maana unapoiweka damu ya Yesu, umeuzisha ile kesi iende kwa Yesu aliyekufa msalabani. Haleluya mtu wa Mungu. Punga mikono yako namna hii. Leo hii huwa anasema ya kwamba baba yangu angelikuwa hai leo, hakika angekufa na utajiri wake. Lakini maarifa tulikosa maarifa. Na ndio ile Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Hivi unaweza jua mtu anapigwa na mtu mwenye kirungu chake au upanga wakati yeye ana silaha kubwa. Tuna silaha kubwa, tusipigwe na wenye virungu vyao. Hao wenye damu ya kondoo, hao ni watu walioshika tu bua la mahindi. Wewe una silaha kuliko silaha zao. Leo una silaha kuliko silaha zao. Kamwambie Bwana, ile damu ya kafara, naiweka kwenye milango ya biashara yangu. Naiweka kwenye milango ya mashamba yangu. Naiweka kwenye milango ya mifumo ya fedha yangu yote. Naweka damu ya Yesu. Unapoamka asubuhi, mwaga damu ya Yesu. Uzuri wake haishagi, hata ukimwaga mara 80 haishagi, hata ukimwaga mara 100 haimaliziki, yenyewe ipo tu. Haleluya. Haleluya. Kabla sijamaliza, ili tuombe, naomba nikuongeze neno moja kidogo. Ngoja nikuongeze neno moja kidogo. Ukisoma pale Yohana 10:15, Yesu mwenyewe anasema mimi najitoa mwili wangu kwa ajili yenu. Maana yake mnitumie
najitoa mimi mwenyewe kwa ajili yako. Unitumie kila mahali unakotaka. Nitumikishe. Tumikisha damu ya Yesu kwa kadiri unavyoweza. Tumikisha damu ya Yesu kwa kadiri unavyoweza. Damu ya Yesu ni damu ya ukombozi inayokomboa vilivyoibiwa. Damu ya Yesu ni damu ya ukombozi inayokomboa kila kitu kilichoibiwa. Kama afya yako imeibiwa, damu ya Yesu ikomboe afya yako. Haiwezekani leo unaumwa TB, kesho unaumwa kikohozi, kesho unaumwa miguru, kesho unaumwa kichwa, kesho unaumwa ndani mwako umeweka mapakeji ya madawa kana kwamba ni hospitali. No. Sema no. Wewe sio wa hivyo. Hayo magonjwa yanatokea wapi? Mengine ukienda hospitali hata wayaoni. Wanakuambia hatuoni chochote unachoumwa. Lakini wewe umeenda pale uko kwenye hali mbaya. Yarudi yalikotoka. Waingereza wanasema back to the sender. Rudisha yalikotoka. Roho ya magonjwa ni roho ya umaskini. Roho ya magonjwa ni roho ya umaskini. Nasema tena, roho ya magonjwa ni roho ya umaskini. Kuna watu ambao, najua hapa huko, kuna watu ambao anategea pesa yake, kama ni mkulima, kama ni mfanyabiashara, kwamba nikiuzisha hiki kitu nitafanya hiki. Anapokamata ile pesa mikono yake, gonjwa limeingia. Halafu kwa kutokujua unasema nashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa na ile pesa. Nisingekuwa na ile pesa sijui ningefanyaje. Na shetani lengo lako ni kumaliza hiyo pesa. Yaani nashukuru Mungu ilikuwemo mnyumba, fedha nisingekuwa nayo sijui ningefanyaje. Shetani anaitafuta hiyo fedha. Ushindwe kufanya maendeleo. Bwana kurudishia mikono ya kumiliki pesa zako. Haleluya. Haleluya. Hivi hicho kifua kianze kurudi kilikotoka. Hayo magonjwa yaanze kurudi yalikotoka. Namchukia shetani kuliko unavyofikiria. Kwa sababu watu wengi wanakufa maskini, na akifika mahali umeishiwa nguvu ya kutafuta fedha, anakuacha, unakuwa huru tu, huumwi, uko sawa. Na hela ya kula huna. Ulipokuwa na nguvu, pesa yote uliwapelekea wa hospitali, uliwapelekea wa kukutunza, uliwapelekea wa madawa. Leo hii umeisha nguvu, shetani anakuambia sasa hivi tumemalizana na wewe, anaenda kutafuta mwingine. Achia afya yako katika jina la Yesu aliye hai. Sikia nikwambie mtu wa Mungu. Kuna dada mmoja pale nyumbani kwetu Mbeya, alipigwa na kitu ambacho bila Mungu kuingilia kati ilikuwa inakwisha uchumi wake. Ni dada mmoja wa kuhangaika na biashara haka, leo auze mahindi ya kuchemsha, kesho auze karanga. Anajihangaisha. Sasa akawa anataka atengeneze nyumba yake. Amejenga nyumba yake ya matofali tu, anataka aweke rangi namna hii. Kila akipata zile hela, mtoto analia usiku kucha. Atakapoamuka mtoto, mguu huu mguu ulikuwa ni mguu wa kulia, hili sehemu ya paja imevimba, ina rangi kama hii, imekuwa nyekundu kabisa. Wakimpeleka hospitali kubwa, pima x-ray, pima ultrasound, hawaoni kitu. Siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, mimi nikasikia wanasema ndugu yako amelazwa hospitali, mtoto hali ni mbaya. Nikaenda kufika hospitali, mtoto analia, sindano za maumivu hazitulizi maumivu ya yule mtoto. Anahangaika, mama haelewi afanye nini. Madaktari hawawezi kutibu kitu ambacho hawajajua ni kitu gani. Lazima wapime wajue ni kitu gani. Lakini mguu anauona umevimba. Sasa nini kimesababisha akionekana? Nikasema madaktari naomba msogee pembeni. Nilikasirika baada ya kuona mtoto analia, mtoto kimshika amekuwa wa moto. Na mkataa shetani maana anatesa watu. Simpendi maana anatesa watu. Nikashika mguu kwa jina la Yesu. Shetani, kila ulichokiweka hapa, kila ulichoficha huu ugonjwa, Bwana naomba fichua, nini kiko hapa? Tukaomba paka ukafika muda wa kutufukuza, tukatoka.
Walipomrudisha x-ray, wanagundua kuna jipu linafahamika. Liko jipu kubwa lina midomo 7. Na lile jipu si kuna mfupa huku ndani, si kuna mfupa hapa ndani. Sasa lile jipu liko katikati ya nyama hii na mfupa. Limegeuzia ile midomo kwenye mfupa. Ndio wanaligundua kwenye skana yao. Wanasema linavujisha, kwa hiyo mfupa uko hatarini kuoza. Kimbiza theater. Walipomkimbiza wakachana mguu, wakalikamua hilo jipu wakalitoa. Pakabaki wazi kama siku 8 ili wawe wanaosha, maana hawawezi kufunga ili waoshe kule ndani. Pesa zote alizopanga kujengea nyumba. Akasema ni kwa kweli mtoto akawa mzima. Nashukuru Mungu. Yani mtoto wangu angekufa. Yani zile pesa. Akaanza tena. Afika mahali sasa, kesho ni mwage mchanga, kesho niweke simenti, niite mafundi, mtoto kupeleka rufaa, wanaskani mtoto, jipu tena lile limetokeza. Walichana hapa wakachana hapa. Ilikwenda paka michano 7. Ilipoenda michano 7, yule mtoto yuko paka sasa ni kijana mkubwa, lakini huu mguu umechalazwa. Walipochana mara 7, mimi nikamwambia Mama Yusufu, njoo kaa hapa. Hiki kitu sio cha kawaida. Naomba tujue ni nini kinatoka wapi. Kila kitu kina chanzo chake. Kina chanzo, kimetoka wapi hiki? Wewe ni mtu wa kuhangaika tu pesa zote ziwe zinaishia kwenye madawa? Hapana. Tukaingia mafungo. Tukamtafuta Mungu aliye hai. Nikiwa nimelala Mungu akaniambia, muulize mwenzio jina la mtoto wake linafanya nini kwenye magari ya shemeji yake. Ulimwengu sicheze nao rafiki. Unakula nao, unatembea nao. Bwana siko kufungulia jicho la rohoni. Na kesho ukitingwa unaenda kwao unajieleza, yani mimi. Hujui kwamba unamwaga mchele kwenye kuku wengi. Huelewi. Nikamuita asubuhi. Mungu ameniambia jina la mtoto wako linafanya nini kwenye magari yake. Akasema, umesema jina la mtoto wako linafanya nini kwenye magari yake? Ya magari ya shemeji yako. Kweli? Ndio anazinduka hivi. Kweli? Mdogo wa mume wangu amenunua magari 6, yote ameandika jina la mtoto wangu huyu anayeumwa miguu. Na yeye sio kwamba hana watoto, ana watoto wengi. Kwa nini asiweke majina ya watoto wake? Akasema ndo yale yanayopita, mengine yanaenda Iringa, mengine yanaenda mpaka wa Malawi, ndo yale yanayopita. Kitu cha pili kilichonishangaza, nikasema yuko wapi? Akasema kwake ni mpaka wa Tunduma, mpaka wa Zambia na Mbeya na Tanzania kupitia Tunduma waliopita ile njia. Lakini amehama nyumbani kwake, maisha yake yote yako ndani ya nyumba yangu. Kule ameacha mke na watoto. Wakiomba pesa anapeleka, lakini yeye anakaa hapa kwenye kachumba kadogo kabisa, amepiga kambi hapa. Nikasema muda gani? Anasema ni zaidi ya miaka 3 yuko hapa. Nikasema na wewe? Anasema akili yangu ilifumbwa. Bwana fumbue akili yako. Bwana fumbue akili yako. Afumbue akili ili ujue kufight katika ulimwengu wa roho. Ili ujue kumtafuta Mungu juu ya hiyo shida katika ulimwengu wa roho. Bwana fumbue akili yako. Aliposema hivyo nikasema sasa tunafunga tena. Tulipoingia kufunga na kuomba, nikamwambia asubuhi anaondoka saa ngapi? Akasema anaondoka muda huu, anakwenda na escort magari yake, jioni anarudi. Nikamwambia okay, maombi ya leo tunaombea kwenye kile chumba anachokaa. Shetani asituone wajinga. Nyerere alisema uwezo wa kupigana tunao, na nguvu ya kupigana tunayo, na maarifa ya kupigana tunayo. Tulipoenda
tuliomba, tulivunja, tuliharibu, tukamwaga damu ya Yesu kwenye ile nyumba, tukachana ramani zake katika ulimwengu wa roho. Chana ramani zake, vioo vyao wanavyotazama, chapiga, lipua kompyuta zao, kila kitu, lipua interneti zao. Tukafunga chumba chake, mimi nikarudi nyumbani. Aliporudi mwenyewe na kufundisha ujue, aliporudi mwenyewe, shemeji, habari za saa hizi nzuri. Naomba funguo, shemeji yake akampa funguo. Ila anafungua, anaingia ndani. Akasikiliza. Shemeji yake anamchungulia aone kinatokea kitu gani. Aliposikiliza mara 3 akarudi. Shemeji, nani aliingia chumbani kwangu leo? Nani aliingia kwenye chumba changu leo? Akasema hamna mtu. Hapana shemeji, kuna mtu ameingia. Kuna mtu ameingia kwenye chumba changu, niambie ni nani? Akaambia shemeji, mimi ndo huwa naingia nafanya usafi, mimi na deki, mimi napiga na kutengenezea kitanda, kila kitu. Akasema sisemi wewe, nimewahi kukuuliza shemeji kwamba kwa nini umenidekia? Leo kuna mtu tofauti ameingia huku ndani. Haleluya! Beba silaha, ingia vitani kupigana. Haki yako irejee. Haki yako irejee. Uchumi wako urejee. Watoto wako warejee. Ndoa yako irejee. Maisha yako yarejee. Na hao wanaokupiga wakapigwe wenyewe. Biblia inasema wakulao wataliwa. Waliokuchukua mateka watachukuliwa wao. Waliokupiga watapigwa wao. Bwana, pigane na watesi wako kupitia damu ya Yesu inayonena mema, inayolia Aba. Bwana, kutoe kwenye kitanda chako. Bwana, kutoe kwenye kitanda chako. Bwana, kutoe katika jina la Yesu. Wakaanza vita na shemeji yake. Wewe uliweka nini kwenye nyumba yako? Wewe kwanza na nyumba yako, kwa nini usiende kwako? Kwa nini usiende kwako? Nenda kwako, niachie nyumba yangu. Akasema hapa sitoki paka nimetimiza kusudi langu. Akasema hapa ni kwangu. Vita. Aliponipigia simu nikamwambia Mama Yusufu, funga mdomo. Mwache Bwana pigana hiyo vita. Kuna vita utakiwi kupigana wewe. Mwachie Bwana wa majeshi. Mwachie Bwana wa majeshi apigane. Mwachie Bwana wa majeshi apigane. Hutakiwi kupigana. Kama kusema umesema sana. Kama kuongea juu ya huyo mwanaume umeongea sana. Ni zamu ya Bwana wa majeshi kuingia vitani. Akipigana yeye inakuwa. Chapia Bwana makofi na vigelegele. Kukata story. Yule mtoto ni mzima paka leo. Na magari yake leo hii yule baba lilianza kuharibika moja badala ya jingine. Yakaharibika. Akayaweka kwenye magereji, akauza scraper. Kumbe magari yanatembea huku mwingine anaumia. Magari yanaenda, yeye anafanikiwa huku mwingine analia. Magari yanaonekana yanastawi, huku kuna mtu anaumia. Bwana kutoe kwenye mashimo yao. 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 Kwenye magereza yao akutoe. Kwenye magereza yao akuchomoe. Kwa damu ya mwana kondoo akuchomoe. Utoke kwenye magereza yao. Biblia inasema watu wangu wamenaswa kwenye mashimo. Wamenaswa kwenye magereza. Wamekuwa ni mateka, alafu hakuna mtu anayesema rudisha. Mtu anayesema rudisha ni yule ambaye anajua huyu ni adui yangu na hili ni haki yangu. Shetani rudisha. Unaposema rudisha, si unasema shetani nakuomba. Yaani shetani Rudisha. Kuna siku moja shetani alitaka kuniharibia mtoto wangu. Mtoto wangu wa kwanza akavikwa roho ya wizi akiwa form 6. Kapigwa roho ya wizi.
Kila kienda watoto wanalalamika, wazazi wanalalamika. Nikasema shetani, no, huyu sio wangu. Huyu ninayemuona leo sio wangu. Wa kwangu mimi ameoshwa kwa damu ya Yesu. Wa kwangu mimi ameoshwa kwa damu ya Yesu. Wa kwangu mimi ameoshwa kwa damu ya Yesu. Huyu ninayemuona sio wa kwangu. Shetani, rudisha. Tumbo hili halijazaa jambazi hili. Tumbo hili halijazaa mtu mlevi, halijazaa. Limezaa wacha Mungu. Kila mzabibu unazaa aina yake. Mimi ni mzabibu, nazaaje majambazi? Mimi ni tunda, nazaaje vitu visivyo tunda? Rudisha. Rudisha. Amekaa hapa halafu awe mwizi? Rudisha. By force, by power, rudisha. Upende usipende, rudisha. Leo hii ndio mtumishi naye mtegemea kanisani kwangu. Hata ninaposafiri namna hii, kanisa linabaki kwenye mikono salama. Nini? Shetani alirudisha. Damu ya Yesu ni ya ukombozi. Inakomboa vilivyoibiwa. Hakuna wanajeshi wanakomboa kitu ambacho hakijaibiwa. Mwanajeshi anapokomboa ni kitu kilichoibiwa. Unapoona wanajeshi wanafight kurudisha amani ya mji, maana yake amani ya mji imepotea. Sasa Biblia inasema damu ya Yesu ni ya ukombozi. Simama kwa miguu, tutaendelea kesho. Hey. Kuna watu hapa wameibiwa. Kuna watu hapa wamechukuliwa vitu vyao bila wao kujua. Wewe unadhani ni kawaida, na unapolalamika shetani anakuletea mwingine aliye kama wewe. Na hata mimi, yani hata mimi. Mimi nasemaga ni wewe, sio mimi. Mimi sio mimi. Yani shetani anufaike, wewe uharibike. Anufaike kwa nguvu yako, yeye apate faida, wewe upate hasara. Kwenye simu sijajua kuna neno moja linaandikwa hotspot. Kwenye simu za kwetu, sijajua za kwenu zimeandikwa nini. Ni hotspot. Hotspot maana yake ni hii. Mimi naweza nikawa na giga, wewe hauna giga. Nabonyeza hotspot, halafu wewe unajiunga, unatumia giga ya kwangu. Umenielewa? Tunaita hotspot. Wewe huna giga, unakuja kwangu, mimi nina giga, ninabonyeza kitufe cha hotspot, kinawaka, kinaonyesha wifi, na wewe unabonyeza wifi, unatumia bando langu. Waswahili tunasema bando. Unatumia giga yangu. Sasa kuna wachawi wanatumia giga zenu. Hivi inaingia akilini mtu aliyekuwa na uwezo darasani leo hii anahangaika maisha, wakati waliokuwa hawana uwezo wanachanua? Kuna watu walikuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa wakiwa utotoni. Wanapofika utu uzima, maisha yao yanapigwa chini kabisa. Wale waliokuwa hawawezi ndio wanaoweza. Bonyeza kitufe cha hotspot, kila mmoja ajitegemee mwenyewe. Kila mmoja ajitegemee mwenyewe. Kila mbuzi anakula kwa urefu wa kamba. Wa kamba yake. Hey. Haleluya. Haleluya. Naomba tuombe. Tunaomba juu ya maisha kiujumla. Baadaye tutaomba kwa ajili ya wagonjwa. Shetani arudishe kila kitu. Kila kitu. Nyosha mikono yako. Sema, Bwana Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, damu ya ukombozi, damu ya kafara iliyotolewa kwa ajili yangu, mimi, jitaje majina yako. Mimi, taja majina yako. Damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili yangu. Damu ya kafara ililetwa kwa ajili yangu. Roho Mtakatifu, unisamehe kwa kutokuitumia hiyo damu. Nimewaogopa wanaotumia damu ya mbuzi. Kumbe mimi ni zaidi yao. Bwana, nitakase kwa damu ya Yesu. Ninaibeba damu ya Yesu leo. Ninaibeba damu ya Yesu leo. Naipeleka kwenye mwili wangu. Naipeleka kwenye nafsi yangu. Naipeleka kwenye future yangu. Katika jina la Yesu aliye hai.
chochote ambacho kimeharibiwa, jina la Yesu, chochote ambacho kimeharibiwa kwa jina la Yesu, kikarejee kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kikarejee kwa damu ya Yesu. kwa jina la Yesu, Ewe adui kwa jina la Yesu, unayetumia uhai wangu, katika jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu. katika jina la Yesu, Ingia kuomba, ingia kuomba, ingia katika kuomba, jina la ingia kuomba, Yesu, ingia katika jina kuomba. la Yesu, katika Robo jina la Yesu, seketere katika beko. jina la Kwa Yesu, damu ya mwana kondoo, Baba, kwa katika damu jina ya la mwana Yesu, kondoo, damu ya kwa mwana damu ya kondoo, mwana kondoo, neema ya kwa damu ya Kristo, mwana kondoo, ajabu ya napeleka Bwana, damu ya Yesu, iwe hapa napeleka Kristo, damu ya kwa Yesu, jina la Yesu napeleka Kristo, damu ya Yesu, Baba wa mbingu, napeleka damu ya Yesu, napeleka kwa damu ya jina la Yesu, Yesu, napeleka damu ya katika Yesu, jina la Yesu, napeleka damu ya Yesu, napeleka hiyo damu, napeleka damu ya Yesu, napeleka hiyo damu, napeleka damu ya Yesu napeleka hiyo damu, kwenye kile kilichoibiwa, napeleka hiyo damu, kwenye kile kilichoibiwa, katika jina la Yesu, na mwaga damu ya Yesu, katika jina la na Yesu, mwaga damu ya Yesu, napeleka hiyo na damu, mwaga damu ya Yesu. hiyo kazi ya Ewe msalaba, roho ya umaskini, hiyo kazi ya ewe msalaba, roho ya kwa magonjwa, jina la Yesu, ewe roho ya katika umaskini, jina la Yesu, toka kwenye maisha yake napeleka ile damu, kwa damu ya mwana ile kondoo, damu ya Yesu, kwa damu ya mwana ile kondoo, damu ya mwana kwa kondoo, damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, napeleka damu, katika napeleka jina la damu, Yesu, damu ya Yesu, jina damu la ya Yesu, damu ya Yesu, ile damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu, damu ya Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu, kwenye maisha yako, katika jina la katika Yesu, jina la Yesu, katika jina la katika Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu, napeleka ule moto, acha moto, napeleka uwezo, rejeshewa, rejeshewa, katika jina la Yesu, katika jina la kwa Yesu, damu ya Yesu aliye katika hai, jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, rejesha adui, rejesha adui, rejesha adui, kwa damu ya ukombozi, kwa damu ya ukombozi. Tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, ndio kwa jina la Yesu, sema saka, ndio, kwa damu ya Yesu, ndio kwa damu ya Yesu, ndio chomoa, chomoa, ndio kwa damu ya ukombozi, kwa damu ya ukombozi, kwa damu ya ukombozi. Yesu mbingu zote, Achia, Baba wa neema, damu ya Yesu, achia, moto, 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 uchome, ramba, ramba, kwenye maisha yake, ramba, ile kazi ya Yesu, damu ya Yesu, moto, 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 damu ya Yesu, moto ule, damu ya Yesu, damu ya Yesu, moto huo, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, roho ya madeni, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, roho ya madeni, toka ndani yake, Nguvu ya uzima wetu. Nguvu ya uzima wetu. rejesha, rejesha, Wewe ni Mungu. rejesha, kwa damu ya mwana kondoo, 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 katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia, 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 achia. Achia, 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 achia. Kwa damu ya mwana kondoo, maisha yako yachiwe, maisha yako yachiwe, kwa damu ya mwana kondoo, moto wake hapa, moto wake kwa damu hapa, ya mwana kondoo, moto wake hapa, kwa damu ya mwana moto wake kondoo, hapa, ndio, moto wake hapa, ndio, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, rabo, chomoka, moto wake ewe roho ya hapa, uchawi, moto wake chomoka hapa, kwa moto, moto wake chomoka hapa, kwa moto, moto wake Chomoka. hapa, moto wake 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 hapa, moto Damu ya wake Yesu. hapa, Achia maisha yake, Katika jina la moto Yesu. wake hapa, moto wake hapa, moto Ndio. wake hapa, Pokea moto wake hapa, nguvu ya damu ya Yesu. kwa damu ya Yesu, Pokea ule uwezo. moto rabo, Pokea ule uwezo. rabo, katika jina la Yesu, Riko. katika jina la Yesu, Pokea ile nguvu katika ya jina damu la ya Yesu, Yesu. katika kwa jina jina la la Yesu, Yesu, katika jina la rabo, Yesu, taka, katika jina la kwa Yesu, damu ya mwana katika kondoo, jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina kwa la damu ya mwana Yesu, kondoo, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, gusa watu wako moto Bwana, wake hapa, gusa watu wako moto Bwana, wake hapa, kwa damu ya mwana kondoo, moto wake kwa hapa, damu ya Yesu, moto wake hapa, wekwa huru, moto wake hapa, wekwa huru,
Kwa damu ya mwana kondoo. Pokea moto wake hapa, moto wake hapa, moto wake hapa, Rejea kwenye maisha yako, zote, rejea kwenye maisha yako. Kwa damu ya Yesu. Rebo seke, ripapa bakoramos. Ndio, rudisha, rudisha, rudisha. Ndio, jina la Yesu, rudisha yake hapa, rudisha kwa jina la Yesu, rudisha kwa moto, rudisha kwa moto, rudisha kwa moto, jina la Yesu, rudisha kwa moto, jina la Yesu, rudisha moto, moto wake ndio, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu, moto wake kwa damu ya Yesu, kwa damu machovu ya damu ya Yesu, ishara zako Kristo zitendeke funguka, funguka kwa jina la Yesu, kwa jina la kwa Yesu, damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, rebo seka, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, Bwana kutembee, kwa jina la Yesu, kanie, kwa jina la Yesu, rebos, kwa jina la riko, Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, roho ya mateso, katika jina la roho ya Yesu, mateso, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya ukombozi, kwa damu ya ukombozi, kwa damu ya ukombozi, wake hapa, damu ya ukombozi, moto hapa, kwa damu ya Yesu, moto hapa, roho ya uonevu, katika jina la Yesu, ondoka juu yake, rudisha maisha yake, rudisha hatima yake, kwa jina la Yesu aliye hai, rejesha kwa jina la kwa Yesu, damu ya Yesu, chochote kilichoibiwa virejeshwe kwa damu, virejeshwe kwa damu, katika jina la Yesu, ndio, katika kwa jina la damu ya Yesu, mwanakondoo, kwa damu ya 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 mwanakondoo, ndio, funguka kwa damu ya Yesu, damu ya kafara, moto wake hapa, moto wake hapa, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, ule moto wake hapa, ile moto wa damu ya Yesu ufurike hapa, waka hapa, waka hapa, waka hapa, raya uonevu, raya uonevu, jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa uwezo wa Yesu, kwa uwezo wa kwa jina la Yesu, uwezo wa Yesu. moto, Leo Bwana atembee juu moto yako. wa jina la Yesu, Leo machafu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwa moto, damu ya Yesu, kwa moto, damu ya Yesu, ndio, damu ya Yesu, ndio, damu ya Yesu, ndio, damu ya Yesu, ndio, damu ya Yesu, rebo seka, damu ya Yesu, pigana, pigana, damu ya pigana, Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, fanya kazi, damu ya Yesu, piga vita, damu ya Yesu, piga vita, damu ya Yesu, piga vita, damu ya Yesu, pambana hapa, raba saka, msaidie huyu pambana hapa, kwa jina la Yesu aliye hai, pambana, damu ya Yesu, mapambano, damu ya Yesu, ishara, damu ya Yesu, ishara, damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, damu ya Yesu, toka shetani, damu ya Yesu, achilia, damu ya agano, achilia hapa, damu ya agano, ni agano jipya, damu ya agano, matendo ya machafu, haya kwa jina la Yesu aliye hai, damu ya Yesu, damu ya agano, damu ya agano, mapambano, damu ya agano, damu ya jina agano, la Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, pambane hapa, ndio, ipambane karabo saka, ipambane, kwa damu ya Yesu, mapambano, pambana, uzima uzima unatembea pambana, katika jina la Yesu. pambana, kwa jina la Yesu, pambana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Bwana rejeshe, 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 kwa jina la Yesu, Bwana kurejeshe, kwa jina la Yesu, Bwana kurejeshe, kwa jina la Yesu, yaliyoibiwa, Baba, Bwana rejeshe, damu ya Yesu, ndio, damu ya Yesu, kwa moto, damu ya Yesu, Bwana kurejesha kibali, damu ya Yesu, Bwana rejesha kibali, damu ya Yesu, Bwana rejesha kibali, Baba, Bwana rejesha kibali, acha, ndio, Ara, kwa moto,
juu yako. Damu ya Yesu. Na ile damu Kwa ya Yesu. damu ya Yesu. Na ile damu ya Bwana Yesu. kurejeshe. Na ile damu ya Yesu. Bwana kurejeshe. Na ile damu ya Yesu. Bwana kurejeshe. Na ile damu ya Yesu. Bwana kurejeshe. Na ile damu ya Yesu. Ndio, 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 ndio. Leo inaachiliwa. Kwa moto wa Leo Roho. inaachiliwa. Kwa Roho Leo Mtakatifu. inaachiliwa. Kwa Wekwa jina huru, la wekwa huru, Yesu. wekwa huru. Wekwa huru. Kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu. Bwana rejeshe afya. Bwana rejeshe. Bwana rejeshe. Katika jina la Yesu. Rabokotara. Kwa damu ya mwanakondoo. Ile damu ya uweza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu. Katika jina. Hallelujah. 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 Ndio. Hallelujah. Wo, 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 wo. Peleka damu Hallelujah. ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kazi ya msalaba. Damu ya Yesu kwenye hatima Sifa yako. kwako Bwana. Damu ya Yesu kwenye huduma yako. Damu ya Yesu kwenye kibali chako. Damu ya Yesu kwenye ndoa yako. Peleka damu ya Yesu. Hallelujah. Asante Yesu. Asante Yesu.